Hii inaitwa Journey of Life, lakini kwa Kiswahili tunaita safari ya mpaji uzima. Ni moja ya programs ambazo ziko kwenye taasisi ya Life International. Taasisi ya Life International iko nchini Marekani. Ni taasisi ya Kikristo, tena Wakristo ambao ni wanaompenda Yesu kabisa. Taasisi hii ilianzishwa kwa maana ya kuzuia utoaji mimba. Na kule Marekani utoaji mimba ni tatizo na ni janga kubwa, na kwa sababu watu wanatoa mimba wakisema ya kwamba huu ni mwili wangu, na kwa sababu ni mwili wangu mtu yeyote hawezi kuniambia jambo jingine lolote lile. Na kwa sababu hiyo mwanzilishi wa taasisi hii akasema ni vizuri kama watu wanatoa mimba ili waelewe ya kwamba hili sio jambo la kiroho. Kwa hiyo maana yake unapotoa mimba ina maana umekatisha uhai. Tulijifunza mara ya kwanza kwamba uhai unaanza tu siku ile mbegu ya kiume ilipokutana na mbegu ya kike. Safari ya uhai ikaanza. Na ya juzi nadhani jana Colin alituonyesha zile picha za wale watoto, namna ambavyo wanafanya nini, wanavyokuwa very sensitive wakiwa tumboni, na wanavyoanza kukua na wanavyoendelea katikati ya maisha yao. Na kwa sababu hiyo taasisi hiyo ikaanza kwa maana ya kuiambia jamii ya kwamba tunapofanya kutoa mimba tunaua kama mtu mwingine aliyeua. Lakini pia kuna vitu vingine vingi ambavyo viko katikati ya jambo lile. Kwa sababu kuna kutoa mimba, lakini pia kuna kukatisha maisha kwa maana ya kufanya bulleting, kwa maana ya kufanya mauaji ya halaiki kama yaliyofanya genocide kule Rwanda. Lakini pia kuna kutofanya wajibu wako kama mzazi. Tuliambiwa ya kwamba na nyie akina baba msiwachokoze wakina nani, watoto wenu, na imesema wasije wakakata tamaa. Kwa hiyo tunapowachokoza watoto kama wazazi, tunafika mahali ambapo tunakuwa na watoto ambao wamekata tamaa, na kama wamekata tamaa hawezi kufanya wajibu wao. Na kwa sababu hiyo taasisi hii imeendelea kukua kutoka kufikiri kwenye kutoa mimba kwenda kufikiri kwenye wajibu kama wazazi, lakini pia wajibu kama familia, mahali ambapo ndipo institution ya ndoa ilianza, na ndipo mahali ambapo malezi yanatakiwa kufanyika, na ikaenda huko. Lakini pia wajibu kama serikali kule kuna watungaji wa sheria, na wanatunga sheria wakati mwingine zinazoruhusu utoaji mimba, zinazoruhusu kuua na vitu vingine. Lakini tunafahamu hata Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipokuwa aliapa mambo matatu. Ya kwanza ni kulinda utamaduni, ya pili ni kulinda uhai, lakini ya tatu ni kulinda rasilimali. Hivyo ni vitu ambavyo ni vya msingi ambavyo vinakuwepo. Na kwa sababu hiyo taasisi hii na kazi zake ziko kabisa kulingana na mjibu na taratibu na maisha yetu ya Kitanzania. Kwa hiyo sisi tukafikiri kama Lifeline Counseling Center and the Gender Empowerment kwamba ni swala muhimu, tukafanya kazi na taasisi hii. Na kwa hiyo tukaanza rasmi mawasiliano. Tumefanya mawasiliano kwa muda wa miaka 3, na baadaye mawasiliano yakatoka huko kote, yakarudi kwa ndugu yangu hapa. Nadhani ni mdogo wangu na kuzidi kidogo. Yakarudi kwa Patrick. Na mimi Patrick nilikuwa naongea naye, napiga kizungu kidogo, kikikwama na shuka kwenye Kiswahili. Alafu nampoteza, tunarudi tena kwenye Kiingereza, tunaendelea. Na tumeenda hivyo mpaka hatimaye juzi tukafikia kufanya kazi hii. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tumshukuru Mungu kwa sababu ya tumeanza na safari ya mpaji wa uzima. That is an awareness, ina create awareness na sensitivity ya program here. Lakini baadaye safari ya mpaji wa uzima itasambaa kote Tanzania,
na itasambaa namna gani tutatengeneza utaratibu. Lakini pia kuna life giving, kwa maana ya sisi watoaji tuna support utoaji wa uhai uzima, na kwa sababu hiyo tunahitaji kuwa na programs mbalimbali ambazo zinaweza zikafanyika. Moja kama programu ambazo wakina Patrick wanafanya, ndani yake kuna jambo hilo, lakini pia na shughuli nyingi ambazo zinaweza zikafanyika kulingana na utaratibu huu. Sisi tulifikiri kwamba tusilete tu watu ambao ni wa eneo letu kwa eneo letu. Kwa sababu hiyo tukafikiri tuangalie watu wengi kidogo ambao wanaweza kufanya vizuri, na kila mmoja ambaye tumemleta mahali hapa amekuja kimkakati. Maana yake kwamba nyuma yako kuna watu wangapi? Watu wengi ambao unaweza ukaenda kufanya multiplication na mambo mengine ambayo mwanangu hapa aliyasema. Na kwa sababu hiyo sisi tulioko mahali hapa tukubali kwamba tupo sio kwa bahati mbaya, lakini kimkakati, na tunaporudi kutoka mahali hapa twende tukafanye kazi. Tuanze Yerusalemu kwenye makanisa yetu ama kwenye taasisi zetu, na tutoke twende. Tusianze kusema mbona hakuna fedha. Sasa hivi fedha duniani hazipo kabisa, na tukisubiri fedha tutashindwa kwenda. Tuanze kwa kile ambacho kitafanya nini, kile ambacho kitakuwepo. Utaratibu wa kufanikiwa umejengwa kwenye msingi tu mmoja, nao ni huu hapa. Naomba niuseme: tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki zake, na mengine mtafanya nini? Mtazidishiwa. Ukianza na kuzidishiwa utafanya nini? Utakwama. Lakini anza. Unaona, tukitaka kupewa lift inakukuta huko barabarani unatembea, lakini ukisubiri lift huko nyumbani unakunywa uji, hautaweza kufanikiwa. Anza, watu watakukuta njiani, watasema huyu mtu tunamshika mkono, tutakwenda naye. Huyu mtumishi ni mtumishi amenyenyekea sana. Na number 2, ni mtumishi ambaye tunaweza kusema ni consistent. Hakufi moyo haraka. Miaka 3 nilikuwa nasikiza, saa nyingine tena network iko na shida, mawasiliano inaleta shida, lakini bado anafuatilia. Akisikia ni kama hii mipango haiendi vizuri, akiona ni mimi sijibu, ananiandikia tena, mbona haujajibu? Kwa hivyo ananifanya pia nijikaze katika hii mipango. Kwa hivyo alijitahidi sana, na ndio maana leo tuko na mkutano umeshafanyika, na tunapatia Mungu shukrani. Amina. Kwa hivyo kile ambacho wengi kwa sababu wamesema, nitasema kwa uchache. Mimi si kama wengine, sijui kuhutubia sana, najua tu kupeana kile to the point. Kwa hivyo nasema ya kwamba kile tumepokea ni muhimu sana. Kwa hivyo kwa sababu sisi ndio tumepokea, tumekuwa entrusted ama tumedhaminiwa ya kwamba tutaweza kukipeleka mahali pengine. Mnasikia tukiwa na hii shida tuko nayo ya lugha, tunajaribu kujifunza Kiswahili, tunaongea inaponyoka. Sisi hatungeweza kwenda Tanzania. Sisi hatuwezi. Nyinyi ndio mnajua Tanzania, na nyinyi ndio mnaweza kwenda mahali hatuwezi kufika. Yesu alikuja na akatembea mahali alitembea, na ile kazi nyingine akaachia wale ambao walifunza, wanafunzi 12, akatayarisha na wakaenda kila mahali, na wao ndio miguu ya Yesu, walikuwa miguu ya Yesu na mikono ya Yesu na mdomo wa Yesu. Kwa hivyo sisi kama vile tumewapatia kile tumewapatia, nyinyi ndio sasa mtakuwa miguu yetu mahali hatungefika, na mikono na miguu ya Yesu popote ambapo mtakuwa. Kwa hivyo kwa niaba ya Life International tunasema ni asante, na tutasema sifa mzuri. Personally nitasema sifa mzuri. Reverend Ezekiel anajua mimi nakaanga mpaka ile kikao ya kimataifa, na kwa hivyo hata nikienda huko ninaendelea kusifia ule moto tumeacha wameshika watu wa Tanzania
tayari Tanzania inawaka moto ya kuokoa uhai. Kwa hivyo tutazidi kuwaombea na vile vile mtuombee, kwa sababu kazi ni nyingi ambayo iko mbele yetu. Huu ni mwanzo wa safari, na tunaomba ya kwamba kwa uwezo wa Mungu hatutawaachia katikati. Tutatembea na nyinyi. Hiyo mipango mmesema, tutakuwa tunajua kuna hii mipango iko Tanzania, kule ambako tunaweza kuhusika. Mungu akifungua milango tunahusika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo Bwana wabariki mpaka wakati mwingine, Mungu atujalie. Nashukuru Mungu sana kwa huu muda ambao tumekuwa pamoja. Mmenikubalia mabisho, profesa, walimu na watu wakuu, madaktari, mmenikubalia kuongea na nyinyi na kunisikiza. Naheshimu sana hilo na nashukuru Mungu sana kwa hilo. Ndawamiss sana, na kile ningewaomba tu ni asante yenu isiwe mateke. Asante yenu ikuwe yale mambo tulisoma, transformation, replication na multiplication. Alafu yale maswali matatu na wasi sana msisahau. Mungu awabariki sana, na pia msidharau mwanzo mdogo. Msidharau mwanzo mdogo. Inaweza kaa ni kama hakuna kitu imetendeka hii wiki. Lakini nawaambia kwa ukweli kuna jambo limefanyika. Wale wa Tanzania wataenda na ndege hivi karibuni ni nyinyi. Mungu awabariki. Yesu awabariki sana na watendee mema. Cheti ambacho umepata, najua wengi wanaweka kwa wardrobe, wengine wanatupa vitabu, huwezi angalia. Na naomba ukaweze kuangalia hizo vitabu, alafu ufananishe na zile notes ambazo umeandika, ili uweze kujua hii note iko katika page gani, na ninajua utaenda kusaidika. Kingine naweza sema na kuongezea, kumekuwa na vikundi nne na sijawahi kuona hivyo, na wacha ni wa congratulate. Niwapongeze kwa sababu mlipoambiwa muende, mimi sikujua mnaenda kufanya nini, lakini mliporudi ile ripoti ambayo mmeleta imeweza kunifurahisha, kwa sababu tumejua kama group ama team ya Apostle Ngundo, we have got ama tumepata wale wanaweza wakaeneza mpaji uhai katika nchi ya Tanzania. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu tumekuwa katika umoja, tumeunganika pamoja na tumefanya kazi pamoja, na tulikuwa katika umoja na nia moja. Kwa hivyo kile naweza sema, Bwana Yesu awabariki sana na watendee mema, na mkitembea mpeana uhai, museme ya kwamba unapeana uhai bali si kifo. Kwa hivyo najua ya kwamba unapeleka uhai kwenu, unapeleka uhai kazini, na kila mahali utapeana uhai. Wacha nishukuru sana profesa kwa sababu ya kutulaki mahali alitulaki, akatuleta. Siwezi sema yote ili alitutendea, ilikuwa mingi sana, yani alitupokelea na nguvu sana. Kwa hivyo wacha nishukuru Mungu kwa sababu yako. Wacha Mungu azidi na kukunenepesha na akupe mawaidha na akupe uongozi katika hii eneo ya Shinyanga na Tanzania za huu. Kwa hivyo Bwana Yesu akubariki sana na akutendee mema. Asanti sana. Changu ni kusema asante kwa Tanzania. Watu wa Tanzania wako na upendo mwingi. Mlitupokea vizuri, mkaatendi vizuri. Hii namba ni nzuri sana. Na mulikuwa tu buko. Hakuna mtu anaenda soko ama anasema leo siendi. Mkavumilia mpaka mwisho. Tunawashukuru sana. Nyinyi wanafunzi wazuri, tumewapenda na tumependa nchi ya Tanzania. Na nataka tena kuwashukuru Reverend Ezekiel. Amekuwa tumejuana tu lakini tukawa marafiki. Yeye ni wa kupendeza, ni kiongozi.
yeye ameshika hiyo yangu, ananiuliza umenuna, alafu tunacheka. Ni kiongozi mzuri. Bwana akubariki sana kwa kutukaribisha huku, kutushika ugeni, tumefurahia sana. Sikutegemea wala sikutarajia, nadhani hata wewe pia ukutegemea wala kutarajia kufika mahali hapa. Kwa ni washukuru pia wageni wetu waliotoka Kenya kwa ajili ya kutupa haya mafunzo. Ni mafunzo muhimu sana ambayo tutaenda kuyatoa kwa watu wengine. Kingine, yani nimefurahi sana kukutana na watumishi wa Mungu kabisa. Yani ninahisi kama vile Mungu amenipandisha ngazi kubwa ambayo sikuistahili. Nimekutana na maaskofu, sikuwahi kukaa na maaskofu, nimekutana na wachungaji, nimekutana na watu wa makanisa mbalimbali. Ni kitu ambacho sikukitegemea, yani nilijua tu ni kitu cha kawaida. Lakini kimejenga kitu kikubwa sana ndani ya moyo wangu. Na naahidi nitaenda kufanya kazi kubwa sana ya kutoa elimu. Niwashukuru sana sana, mtufikishie salamu huko mnakotoka kwenye familia zenu, na mlipotoa hamjapoteza muda, wala nyinyi watumishi wa Mungu wenzangu hatujapoteza muda. Mungu ataenda yani ule muda tuliokaa hapa siku 4 tutaenda kulipwa zaidi ya ule muda tuliokaa wa siku 4. Jamani, walimu wetu kutoka Kenya, Nairobi, Kenya, mmetubariki sana kwa mafundisho yenu mazuri ambayo yako biblical centered. Makofi. Kwa hiyo mmetubariki kwa mafundisho, lakini na sisi kwa ninyi kuwepo hapa Shinyanga tumewabariki kwa kuwafanya mpractice Kiswahili chenu. Mkirudi mara ya pili, Mungu akipenda, mtapata certificate kila mmoja ya kuwa Mswahili wa Tanzania. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza blend na manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.